Ndiyo taswira kamili iliyoshuhudiwa katika jiji kuu la Nairobi. Wakenya na haswa vijana wa kizazi cha Gen Z kwa ushirikiano na watetezi wa haki za kibinadamu wakijitokeza kuandamana wakionyesha ghadhabu zao kufuatia kifo cha mwanablogu Albert Ojwang aliyepoteza maisha yake mikononi mwa maafisa wa polisi katika kituo cha Central. We are peaceful. 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 Justice for Ojwang. 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 Mzazi wana. Ningekuwa ndugu yako ukija hapa baba. Lema ni hivyo. Ni mzazi wale wote. Justice for Ojwang. 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 Nyimbo za kumtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kuondoka afisini zikisikika kote jijini. Wanadai kuwa yeye ni mhusika mkuu katika mauaji hayo na kwamba ni sharti ajiuzulu kabla ya kukamatwa na kufunguliwa mashtaka. Tumekuja kuitisha justice, lakini justice tumekuja kuitisha na tunapigwa risasi. Tulisema Eliud Lagat aende nyumbani, lakini inatokea Ruto anamsetea. Aidha, waandamanaji hawa wameeleza jinsi Wakenya wamekosa imani na serikali ya kitaifa na idara ya polisi wanaopaswa kuwalinda. Hii ni kufuatia mauaji ya kiholela ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini, haswa kwa wanaokosoa serikali. Direction hii hapa. Maji anaenda kutoka treasury, aende asome budget pale parliament. Budget aongeze watu wa NIS, budget ya kuua, aongeze budget ya Vurugu zikishuhudiwa wakati wa maandamano hayo, magari ya watu yakichomwa huku watu wakijeruhiwa katika maandamano, polisi wakitumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliodai kuwa walikuwa wakifanya maandamano ya amani. Mary Kyalo, Undugu TV.